Tunaposema wakati wa Mungu kwenye maisha ya mwanadamu, hatumaanishi kwamba Mungu ambaye ni chanzo cha uumbaji yeye anategemea wakati. Mungu ambaye ndiye chanzo cha viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana alikuwepo kabla wakati na majira hayajakuwepo. Kabla ya uumbaji yeye ni Alfa Omega. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo ndiyo yeye, lakini vilivyoumbwa viliumbiwa ndani ya majira na nyakati ili viweze kudhihirika, ili viweze kutimia kwenye maisha ya mtu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamaa wapendwa. Kwa hiyo nyakati na majira yalianza wakati wa nini? Wa uumbaji ulipoanza. Ila kabla ya uumbaji hakukuwepo na nyakati wala majira, na Mungu alikuwepo kabla ya uumbaji. Yeye asiyekuwa na mipaka ya muda wala nyakati alikuwepo. Yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye chanzo na mwendelezo wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 hadi wa 17 anasema, anamzungumzia Yesu Kristo, anasema naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Yesu Kristo ambaye Yohana ameandika katika Yohana sura ya kwanza, andika Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3 na ule wa 14. Amesema hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Pasipo huyo mwanzo, pasipo huyo neno, hakukufanyika chochote kile. Neno huyo, mstari wa 14 Yohana sura ya kwanza, ndiyo aliyekuja akauvaa mwili akaishi pamoja na sisi. Jina lake anaitwa Emmanuel, Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwepo kabla ya nyakati na majira, lakini alikuwa katika mfano wa neno kabla hajauvaa mwili wa kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya kwanza mstari wa 3 anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Mungu ambaye ndiyo chanzo na mwanzo, yeye aliye Alfa Omega, alikuwepo kabla ya muda, kabla ya wakati kuwepo. Muda au wakati ulianza ule wakati Mungu anaanza kuumba. Kwa hiyo basi Mungu hajafungwa ndani ya muda, hajafungwa ndani ya wakati. Bwana Yesu asifiwe. Wakati na muda uliumbiwa viumbe vilivyoumbwa, ikiwemo wanadamu, mimi na wewe. Kuna mambo ambayo Mungu ametuumbia na ametukusudia mbele ya muda, ahead of time. Mambo hayo yanatimia katika nyakati za Mungu ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo ili tuweze kutembea na kuzifaidi baraka za Mungu, jambo la kwanza lazima tujue mawazo ya Mungu anayotuwazia, yale yaliyotukusudia na kuyatangaza mbele ya muda kwa habari ya maisha yetu na vizazi vyetu. Kisha tunaweza tukapiga goti na tukaamuru majira yetu yakapate kudhihirisha kile kilichoumbiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura ya 46 mstari wa 10 anasema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Mungu anasema yeye ni Mungu anayetangaza mwisho kabla ya nini? Kabla ya mwanzo. Anasema mambo yasiyotendeka bado. Kuna mambo ambayo Mungu ameshayaandaa mbele ya muda ambayo bado hayatendeka bado, lakini anasubiria nyakati na majira ya Mungu kwenye maisha ya mtu yaweze kudhihirika. Kitu cha kujiuliza cha msingi, mambo gani hayo? La kwanza lazima tuyajue kama watakatifu wa Mungu, kama watoto wa Mungu, si ndio jamani wapendwa? Jambo la pili ni lazima tujue ni majira gani
tunayoyaendea yaliyoko mbele yetu. Maana tusipojua mambo mawili, mambo yaweza kutupita pasipo kujua kwamba majira haya au nyakati hizi ni za Mungu. Na wakuu wa giza, watu wa kuzimu, mawakala wa shetani, wanachokifanya wanacheza na majira na nyakati ya watu ili kuharibu hatima za watu zilizokusudiwa mbele ya muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani wapendwa. Zaburi 139 mstari wa 16 anasema, macho yako yaliniona kabla sijakamilika tumboni mwa mama yangu. Chuoni mwako au katika kitabu chako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Katika kitabu cha Mungu siku zilizoamriwa kabla hazijadhihirika ziliandikwa juu ya maisha yetu. Mtu ambaye anapaswa kuwa ni msemaji wa mwisho kwenye maisha yetu ni Mungu, kwa maana kabla hatujazaliwa kwenye matumbo ya mama yetu alishautangaza mwisho wa hatima yetu kabla ya mwanzo. Alitangaza kile kinachotokea mbele kwa habari ya afya, elimu, watoto, mahusiano, uzao, ndoa, uchumi, mafanikio, utawala, uongozi. Alitangaza mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo katika maisha ya mwanadamu hakuna kitu kinachomsurprise Mungu. Mungu hareact, hasisimuki, haendi kwa hisia. Mungu anaona mwisho na kutangaza mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo anajua, ndio maana Yesu akasema Baba yetu wa mbinguni anajua kabla tujaomba, anajua tunachokihitaji nini. Sio kwamba tunapompelekea mahitaji yetu kwamba ndio tunamwambia kwamba tunahitaji moja. Anajua, na yote aliyokusudia ishaandika katika ratiba kabla siku hazijawa bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikize vizuri. Kama hatima zetu au za watoto wetu zimeandikwa na kukusudiwa kudhirika ndani ya wakati fulani au majira fulani, ni muhimu sana kutambua wakati wa Mungu. Kila jambo tulioandikiwa na Mungu. Shetani analijua hilo, na ndio maana kazi yake kubwa ni kuharibu nyakati na majira ya Mungu. Na leo tutaomba kila adui aliyoharibu nyakati na majira ya hatima ya mtu au ya uzao, watoto wetu wa kike na wa kiume, tutashughulika naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Ayubu sura ya 38 mstari wa 12 na 13, anasema, je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake, yapate kushika miisho ya nchi? Waovu wakung'utwe, wakae mbali nayo. Umeamuru asubuhi yako tokea ilipoanza. Umeamuru miisho ya nchi. Umeitamkia neno, umeitabiria, umeumba jambo fulani juu ya siku yako inapoanza. Anasema waovu wakung'utwe, wakae mbali na hiyo siku yako. Kila itwapo leo, wako watu wanatangaza uharibifu na mabaya kwenye maisha yetu. Wanatamani kuona mauti, wanatamani kuona watu wamekwama, watu wamekataliwa, kuna watu wanawaza mabaya juu ya wengine. Hawatamani kuona maisha, watu wanafurahi, watu wana amani. Hawatamani kuona mafanikio, maendeleo, watu wanainuliwa. Hawatamani kuona watu wanapata kitu. Watu hawa ni watu wa kambi ya adui. Ni mashetani, ni majini, ni mapepo na roho za uchawi na uganga. Una tabia ya kuitangazia siku yako kabla haijaanza. Bwana Yesu asifiwe sana.